Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Chama cha wanasheria Tanganyika almaarufu TLS kimejitokeza hadharani na kuwasilisha uchambuzi wake wa kisheria unaobainisha kuwepo kwa mapungufu makubwa katika utekelezwaji wa majukumu ya tume ya uchunguzi iliyokuwa ikiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande. Tume hiyo ilipewa jukumu la kuchunguza chanzo cha ghasia za uchaguzi zilizotokea nchini mnamo tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025, kubainisha wahusika na malengo yao, kutathmini madhara yaliyotokea, kuchunguza hatua zilizochukuliwa na mamlaka ya kisheria, pamoja na kutoa mapendekezo ya kuimarisha utawala wa sheria, haki za binadamu na maridhiano ya taifa. Taasisi hiyo ya wanasheria imeelezea kuwa tathmini yake imekabiliwa na kikingi kikubwa kutokana na hatua ya serikali kuzuia na kutoweka wazi ripoti kamili ya tume hiyo kwa umma, hali iliyokiuka misingi ya uwazi na haki za kikatiba ya kupata taarifa muhimu kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na uamuzi huo wa mamlaka kuficha nyaraka hizo rasmi, TLS imelazimika kujikita na kutoa hotuba inayotoa mwenyekiti wa tume hiyo wakati wa kuwasilisha mustakabali ama mustasari wake, pamoja na maelezo ya baadaye yalitolewa kwa jamii. Katika ripoti yake, chama cha wanasheria kimefafanua kuwa ghasia zilizojitokeza wakati wa mchakato wa uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 asikukuwa tukio la kushtusika au ghafla, bali zilikuwa ni climax za matokeo ya mrundikano wa matatizo ya kimfumo na kisheria ambayo yamekuwa yakiachwa bila kufuatiliwa kwa muda mrefu nchini. Changamoto hizi ni pamoja na uwepo wa mapungufu makubwa katika mfumo nzima ya uendeshaji uchaguzi, kukosekana kwa uwajibikaji wa taasisi za dola, malalamiko ya kudumu ya ukiukwaji wa haki za binadamu, kunyimwa kwa uhuru wa kisiasa na kiraia, pamoja na kushindwa na mihimili wa mahakama kutekeleza ipasavyo jukumu lake la kikatiba na kuwepo mlingano wa kimamlaka na udhibiti kati ya mihili wa dola. TLS imebainisha kuwa mfumo wa sheria umeshindwa kuzuia matukio ya watu kukamatwa kiolela, kutekwa na kupotezwa kwa lazima, mambo ambayo yalilenga hasira na kujenga hamasa na sintofahamu kubwa miongoni mwa raia. Uchambuzi huu unaonyesha kuwa taasisi mbalimbali za kisheria ikiwemo TLS ziliwahi kutoa ushauri na tahadhari pamoja mapema kwa serikali kuhusu umuhimu wa kufanya mageuzi ya kikatiba na kisheria kabla ya hali ya mambo kuharibika, lakini mamlaka zilikataa kusikiliza mapendekezo hayo ya wadau. Hata wakati serikali ilipojaribiwa kufanya marekebisho ya sheria ya uchaguzi, mabadiliko hayo yalitajwa kuwa ya kuremba tu kwa nje ili kutishia mashtaka ama matakwa ya kiuratibu bila kuguza kiini cha kile kinacholalamikiwa na wananchi wengi, jambo lililopelekea watu kukata tamaa na kutafuta njia mbadala ya kueleza hisia zao kupitia vurugu. Baada ya kufuatilia hotuba ya taarifa ya Jaji Chande, wanasheria wameainisha mambo 7 makuu yanayoonyesha kushindwa kwa tume hiyo kukidhi maelekezo na adidu ya rejea zilizopewa wakati wa kuundwa kwake. Kasoro ya kwanza iliyobuliwa ni ukosefu wa uchunguzi wa kina
ambapo tume imetoa maelezo yasiyo na ushahidi wa kutosha kuhusu masuala nyeti ya utekaji, kupotea kwa watu na mauaji, huku ikitegemea zaidi ripoti za vyombo vya dola vilivyokuwa zikituhumiwa badala ya kufanya uchunguzi huru wa kijeshi na kijamii. TLS inasema kuwa tume iliishia tu kukiri kwamba kuna watu walionekana mochwari na kisha kupotea bila kufafanua mazingira ya jinsi walivyotoka katika maeneo hayo, hali na nani alihusika kuwepo papo, au hasa kiliwajiri nini kilifanyika na nani akatenda matendo hayo, hatua inayowanyima ndugu na familia za Tanzania haki ya kuwasitiri wapendwa wao kwa heshima. Taasisi hiyo imetolea mfano kesi ya kupotea kwa Alfred Polepole na Mdude Nyangila, ikieleza kuwa mazingira ya matukio hayo hayawezi kuhusishwa na mambo ya kifamilia au ugomvi binafsi kama inavyojaribu kuimaanisha, bali yalihitaji majawabu ya kina yaliyofanyiwa utafiti wa kina ya kijeshi na kiuchunguzi. Swala la pili ni kushindwa kwa tume kuwataja kwa majina au nafasi wahusika wakuu wa matukio hayo, kwani pamoja na kukiri uwepo wa makosa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, taarifa ya Jaji Chande haikubainisha wazi nani alitenda makosa hayo wala haikutoa mapendekezo ya kuwasababisha ama kuwajibisha kisheria. Aidha, kosa la tatu linalotajwa sana ni ukosefu wa uwajibikaji wa viongozi wa juu wa serikali na vyombo vya ulinzi, ambapo tume imekosolewa kwa kukwepa kuwawajibisha viongozi hao na badala yake kuelekeza kidole cha lawama zote kwa watendaji wa ngazi za chini. TLS haikubaliani na msisitizo wa tume unaoeleza kuwa askari wa polisi anayebeba silaha anapaswa kuwajibika binafsi inapotumika vibaya, ikihoji kuwa ripoti hiyo inapaswa kuweka wazi mfumo wa amri zilizoruhusu viongozi hao kuwaondoa askari wao wakiwa na silaha za moto kwenda kusimamia zoezi la uchaguzi la kiraia. Kasoro ya nne inahusu mkawanyiko mkubwa wa takwimu uliopo ndani ya ripoti ya tume, ambapo data zilizotolewa kuhusu idadi ya vifo na majeruhi zinatia shaka na zinaleta maswali mengi ikilinganishwa na hali halisi inayojiri nyanjani. Kuna maelezo mengi ambayo yameshuhudia hali kubwa ya mauaji, matumizi makubwa za nguvu dhidi ya waandamanaji wa amani na ukiukwaji uliokithiri wa haki za kiraia, lakini maelezo hayo yameachwa na hayakutajwa kabisa katika muktasari uliotolewa kwa umma. TLS inasisitiza kuwa changamoto hizi za kitakwimu zinadhoofisha uhalali wa ripoti hiyo na zinaonyesha uwepo wa nia ya kuficha ukubwa wa madhara yaliyotokea wakati wa harakati hizo za kudai haki zao nchini. Mbali na masuala hayo, wanasheria wanabainisha kuwa tume imeshindwa kuweka misingi madhubuti ya kuleta maridhiano ya kitaifa, kwa sababu huwezi kujenga umoja na amani pasipokuwa na ukweli, uwazi na uwajibikaji wa kisheria kwa waliotenda makosa. Hatua ya serikali kuendelea kuzuia ripoti hiyo isisomwe na kila mwananchi inatajwa kuongezwa hofu na kudhoofika miongoni mwa jamii, jambo ambalo linaweza kusababisha madhara makubwa zaidi ya kisiasa hapo baadaye iwapo mifumo ya utoaji haki inaendelea kuonekana ikilinda maslahi ya watawala na kuwakandamiza wanyonge. Harakati hizi za TLS za kuchambua ripoti ya Jaji Chande zinakuja wakati kukiwepo na shinikizo kubwa kutoka kwa mashirika ya kiraia na vyama vya upinzani vinavyotaka kuundwa kwa mifumo mipya na huru
ya uchunguzi itakayosimamiwa na jumuiya ya kikanda na kimataifa ili kupata ukweli kamili wa matukio yote yaliyojiri wakati wa mzozo wa uchaguzi uliopita. Matokeo ya uchambuzi huu wa kisheria yanazidisha mjadala wa kitaifa kuhusu umuhimu wa kufanya mabadiliko ya haraka ya kimfumo katika taasisi ya usalama na idara za mahakama ili kujirejesha imani ya wananchi juu ya uwezo wa dola kulinda maisha na mali zao bila ubaguzi.